2026. Wakati nchi ikijiandaa na ufunguzi wa maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, mitaa ya jiji hilo imebadilika rangi, kutoka Ubungo hadi Mnazi Mmoja, kutoka Tazara hadi Buguruni. Askari polisi wenye silaha nzito, magwanda ya kutuliza ghasia na magari makubwa ya kumwaga maji ya kuwasha maarufu kama washawasha wamezanda kila kona. Hali hiyo ya kijeshi barabarani imeibua taharuki kubwa ya kisaikolojia, ikisukumwa na zuio la serikali la Juni 26 lililositisha mikutano yote ya hadhara ya kisiasa kwa hofu ya viashiria vya uvunjifu wa amani. Katikati ya ukimya huo wa kijeshi, sauti ya mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Godbless Lema, imeibuka mtandaoni na kulipua mjadala mzito. Godbless Lema kupitia ujumbe mzito kwenye mtandao wa X, zamani kama Twitter, ameitahadharisha serikali kuwa nguvu ya nchi haipimwi kwa kuwatisha wananchi barabarani, huku akionya kuwa wasiwasi unaua ubunifu. Wakati huo huo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesimama kidete kutetea doria hizo. Jumanne Muliro amesimama kidete kutetea doria hizo. Huu ni uchambuzi wa kina wa dakika takribani 9 juu ya nchi inayopita kwenye mzani wa amani na hofu. Sasa ili kuielewa vyema taswira hii, ni lazima kuangalia kile ambacho waandishi wa habari wamekishuhudia mitaani kote jijini Dar es Salaam. Katika siku za hivi karibuni, pilikapilika za kawaida za kiuchumi za wakazi wa jiji hilo zimekuwa zikienda sambamba na macho makavu ya askari wa jeshi la polisi waliojipanga katika vikundi vikubwa. Doria hizo zimesambazwa kwa kimkakati katika makutano yote makuu ya barabara yanayoingia na kutoka katikati ya jiji, yani city center, pamoja na vituo vikuu vya mabasi ya mwendo kasi. Maeneo yaliyofunikwa zaidi ni pamoja na: 1. Mtoni kwa Azizi Ali, Tazara na Buguruni. Mtoni kwa Azizi Ali, Tazara na Buguruni. 2. Ni uhasibu, makutano makubwa ya Ubungo na Mwenge. Na 3 ni Magomeni, Mnazi Mmoja hadi kituo cha Faya. Maeneo yaliyofunikwa zaidi na jeshi, kama nilivyokupa listi, kwa kuanzia Mtoni kwa Azizi Ali, Tazara na Buguruni. Sasa hawa sio askari wa kawaida wa usalama barabarani, bali hawa sio askari wa kawaida wa usalama barabarani. Mbali na askari waliokuwa wameshika silaha za moto, wapo waliovalia vifaa maalum vya kuzuia na kutuliza ghasia, yani riot gear, huku magari ya doria na yale ya dharura ya kuwatawanya waandamanaji, yani watu ambao labda pengine kama itatokea msongamano wa watu wengi na vitu kama hivyo, kwa maana ya washawasha, yakizunguka saa 24 kutoka eneo moja kwenda jingine. Taswira hii imetoa ujumbe mmoja wa wazi mitaani: serikali iko tayari kusimama kidete katika kuhakikisha kwamba inajitahidi kuzuia lolote baya ama lolote ambalo lina viashiria vya uvunjifu wa amani. Ni mazingira haya ya doria nzito ndiyo yaliyomfanya mwanasiasa machachari wa upinzani Godbless Lema kuwasha moto mtandaoni. Ujumbe wa Godbless Lema kupitia mtandao wa X umegusa
mzizi wa namna taifa linavyopaswa kujitafsiri kiusalama, akipingana waziwazi na mkakati wa serikali wa kutumia nguvu ya kijeshi kudhibiti mioyo ya watu. Katika maandishi yake yaliyosambaa kwa kasi, Godbless Lema amesema, na nukuu, nguvu ya nchi haipimwi kwa ukimya wa wananchi bali kwa uwezo wake wa kusikiliza sauti tofauti na kutafuta suluhisho kupitia haki na uwajibikaji. Ondoeni hao polisi barabarani, yani uncertainty kills innovation and ambience, yani wasiwasi na mashaka yanaua ubunifu na mazingira tulivu. Ondoeni sababu za watu kutaka kuandamana. Kila kona polisi. Nchi imekuwa ya mashaka na wasiwasi sana hii. Mwisho wa kumnukuu Godbless Lema. Hoja ya Godbless Lema inajenga msingi wa kiakili kwamba uwepo wa polisi kila kona ya barabara hautengenezi amani ya kweli, bali unatengeneza taharuki, yaani panic, inayowaaminisha wawekezaji na wafanyabiashara wa kimataifa wanaokuja kwenye maonyesho ya Sabasaba kuwa nchi iko kwenye vita au hatari kubwa. Godbless Lema anasisitiza kuwa badala ya kutumia mabilioni ya fedha kuweka polisi barabarani, serikali ingepaswa kuondoa kero na sababu zinazowafanya wananchi watake kuandamana juu ya hiyo tarehe ya Julai 7. Hata hivyo, upande wa jeshi la polisi una mtazamo tofauti kabisa na ule wa Godbless Lema. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Muliro amejitokeza na kufafanua kuwa uwepo wa askari hao sio jambo la dharura wala la kisiasa, bali ni utekelezaji wa kawaida wa majukumu ya kisheria ya jeshi hilo. Akizungumza kwa njia ya simu, Kamanda Muliro amesema, na nukuu, labda leo umeona kwa sababu unazunguka, lakini hali hii imekuwepo kwa muda mrefu. Ni wajibu wetu kuhakikisha wananchi na mali zao wanakuwa salama. Ulinzi huu hauhusiani kabisa na maonesho ya Sabasaba pekee, bali unalenga kuhakikisha usalama wa wakazi wote wa Dar es Salaam. Mwisho wa kumnukuu Kamanda Jumanne Muliro. Serikali nyuma ya maneno hayo ya kiutawala ya Muliro kuna hofu kubwa inayovuma chini kwa chini. Serikali inakumbuka vyema machungu ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ambapo nchi iligeuka kuwa uwanja wa vurugu na mambo kusababisha makabiliano makali kati ya raia. Baadhi ya wadau wa kijamii akiwemo msanii wa kizazi kipya Afande Sele wamekuwa wakihoji kama serikali imejifunza kutoka kwenye makosa ya Oktoba 2025 kwa kushughulikia vyanzo vya kero za wananchi badala ya kukimbilia kupambana na matokeo yake barabarani. Tunapoweka nukta kwenye habari hii, ukweli ulio wazi ni kwamba kuelekea tarehe 7 ya mwezi Julai 2026, Tanzania inajaribu kubalansi mambo mawili mazito. Sifa yake ya kimataifa kama kisiwa cha amani kupitia maonesho ya 50 ya Sabasaba na haki ya kikatiba ya raia wake kutoa maoni kupitia maandamano ya amani. Katazo la mikutano ya kisiasa lililotolewa Juni 26 likiunganishwa na doria hizo za mitaani linaendelea kuacha maswali mengi kuliko majibu. Je, mbinu hii ya polisi itafanikiwa kuleta utulivu wakati wa maonesho ya Sabasaba kama anavyoamini Kamanda Muliro, au uwepo wao utazidisha wasiwasi unaoua ubunifu kama alivyoonya Godbless Lema? Wakati jua likizama, mitaa ya Dar es Salaam washawasha yanaendelea kuunguruma na nchi inasubiri kuona tarehe 7 Julai itafungua ukurasa gani wa historia. Kutoka hapa studio, mimi ni mtangazaji wako. Asante sana kwa kuwa nami katika habari